Kikosi cha Aaron kilianza rasmi kumchunguza mzee Rashdi. Tayari walikuwa na taarifa za uhusiano wake na Onesmo Kisumu, na sasa walitaka kwenda ndani zaidi ili kufahamu ni nani hasa anayemuunga mkono. Asha alipangiwa jukumu la kumfuatilia moja kwa moja. Ili kujificha, Asha alivaa ngozi bandia na mavazi ya chama cha taifa moja. Macho yake yalikuwa na lenzi za kidigitali zilizotuma video moja kwa moja kwa Aaron. Siku ya mkutano wa kampeni, Asha alijichanganya na umati wa watu. Alionekana kama mfuasi wa kawaida, lakini kamera ilirekodi kila tukio. Aaron na timu yake waliangalia kwa umakini, wakifuatilia kila hatua. Kisha Aaron akasema kwa msisitizo, "Tumemfuatilia kwa wiki kadhaa sasa. Lazima tujue anashirikiana na nani." Kikosi cha Aaron kilikuwa tayari. Asha, jasusi mrembo mwenye akili ya hali ya juu, alikuwa kwenye eneo la tukio. Mzee Rashdi alikuwa akihutubia kwenye mkutano wa kampeni za Taifa Moja Party. Miongoni mwa umati wa watu waliokuwa wakishangilia, Asha alionekana kama mwananchi wa kawaida kabisa. Alitabasamu, akapiga makofi na kushangilia kwa mbwembwe. Jonas akasema, "Aaron, angalia huyu jamaa karibu na Rashdi. Unaona? Wanaonekana wana ukaribu." Jonas akatazama tena kwa umakini na kusema kwa haraka, "Huyu anaonekana ni mtu wake wa karibu sana." Aaron akavuta pumzi na kusema, "Asha, focus iwe kwa huyo jamaa." Asha akajibu taratibu kupitia kifaa maalum cha mawasiliano kilichopo sikioni kwake, "Sawa mkuu, nimekupata." Mkutano ulipoisha, umati ulitawanyika. Mzee Rashdi akaondoka na msafara wake, lakini yule kijana aliyekuwa naye akaelekea upande mwingine na kuingia kwenye gari lake. Asha alimfuatilia taratibu kwa umbali akiwa kwenye gari lake. Safari ikampeleka moja kwa moja kwenye hoteli ya kifahari iliyopo katikati ya jiji la Arusha. Kijana yule alishuka akiwa na begi jeusi mkononi, pia akiwa amebadilisha nguo zake, yaani hakuwa na lile tisheti la Taifa Moja. Akaingia ndani ya hoteli haraka. Asha akiwa jasusi wa kiwango cha juu alifanya hivyo hivyo, akavua mavazi ya chama, akavaa gauni lake la kifahari, akachukua pochi na kutembea kwa kujiamini. Ndani ya hoteli, macho yalitazama kila kona, hakumuona yule kijana, lakini akahisi kuwa yupo kwenye chumba cha VIP. Wakati akitafakari njia ya kuingia, mhudumu mmoja alipita akisukuma tray la vinywaji. Asha akajifanya kujikwaa na kugusa tray hiyo. Kwa ustadi wa hali ya juu, akabandika kifaa kidogo sana cha kurekodi sauti kwenye moja ya sahani. "Oh, pole sana. Upo sawa dada?" alisema mhudumu huyo kwa upole. "Samahani kaka, nilijikwaa tu kidogo. Asante." Baada ya hapo akatoka nje ya hoteli akijifanya anaongea na simu. Kisha akaelekea eneo la michezo ya watoto. Asha alicheza na watoto, alicheka, akafanya kila kitu ili aonekane raia wa kawaida. Lakini wakati huo kule kwenye ofisi ya uchunguzi, Aaron na timu yake walikuwa wamesimama kimya wakisikiliza mubashara mazungumzo kutoka kwenye kile chumba cha VIP. Sauti ya yule msaidizi wa mzee Rashdi kasikika. "Mzigo ulifika salama jana saa 3 usiku. Mzee anashukuru sana. Barabara ilikuwa safi kabisa, hakukuwa na changamoto yoyote." Sauti ya mwanaume mtu mzima ikasikika. "Ni vizuri, ila nataka kikao na Rashdi. Ningependa tukafanyie Dodoma." Aaron akanyamaza, akajaribu kutambua sauti hiyo. Ilisikika ikifanana na mtu mkubwa serikalini, lakini hakuthibitisha. Sauti ya yule kijana msaidizi wa Rashdi ikasikika tena. "Sawa mheshimiwa, hichi kiasi ndicho alichonipa mzee nikuletee."
Kulikuwapo na sauti ya begi likifunguliwa na milio ya noti nyingi. Muda mfupi baadaye mazungumzo yakakatika. Yule mtu mzima aliondoka kupitia mlango wa nyuma wa hoteli, akapanda gari la kifahari lililokuwa likimsubiri. Asha akapokea taarifa kutoka kwa Aaron. Wanatoka, kuwa standby. Asha akaagana na watoto, akajifanya anapiga simu. Macho yake yakatazama mlango wa mbele wa hoteli, lakini kumbe mtu yule alikuwa tayari ametoka kupitia mlango wa nyuma wa hoteli ambako gari lake lilikuwa limepaki. Na mara Asha akaona gari likitoka kwa kasi kutokea parking ya nyuma. Aaron aliona kupitia video ambayo ilitumwa moja kwa moja na lenzi za kijasusi alizokuwa amezivaa Asha. Aaron akasema, "Hebu tazama vizuri hii gari. Bila shaka huyu yupo na Rashdi." Kupitia gari hilo wakagundua kuwa ni Waziri Moses Kweka, waziri wa biashara na uwekezaji. Msaidizi wa Rashdi alipotoka muda mfupi baadaye, begi halikuwepo tena mikononi mwake. Asha akasema kwa sauti ya chini, "Mkuu, naona hana begi tena." Aaron akajibu haraka, "Sawa, umefanya kazi nzuri sana." Kikosi cha Aaron kilikaa kimya kwa muda, kila mmoja akitafakari uzito wa yale walioyasikia. Aaron alijua sasa Mzee Rashdi alikuwa akipata msaada kutoka kwa watu wenye nguvu serikalini. Ujio wake kwenye siasa haikuwa ajali, ulikuwa mpango wa kuficha uovu. Siku hiyo usiku jijini Arusha, Zawadi aliketi sebuleni akitazama picha ya marehemu mumewe Patrick. Alikumbuka nyakati walipokuwa wakiandaa vifungua kinywa pamoja, jinsi walipokuwa wakitaniana kwa mapenzi. Machozi yakamtoka taratibu. Akaingia chumbani kwake na kujisemea, "Patrick, nimekumisi sana." Akiwa bado amekaa kitandani, alijipa matumaini kwamba kurudi kwa Aaron jijini Arusha kungeweza kusaidia kwa haki kupatikana. Lakini upande mwingine, kikosi kiliendelea kupitia taarifa zilizokuwa zimekusanywa. Baada ya ukimya mfupi, Aaron aligeuka na kutazama timu yake. Alisema kwa sauti ya kutulia, "Tunahitaji kuwafuatilia bila wao kujua." Akamgeukia Elias ambaye ndani ya timu walimuita Chita. Aaron alisema, "Chita, gari analotumia Rashdi pamoja na lile la msaidizi wake lazima liwekwe GPS tracker. Tunahitaji kujua kila wanakoelekea kuanzia sasa." Elias alitikisa kichwa na kusema, "Sawa mkuu." Aaron akaongeza kusema huku akimtazama moja kwa moja machoni, "Usionekane. Hakuna mtu anayepaswa kuhisi hata wazo la sisi kuwafuatilia. Kazi lazima iwe safi." Baada ya maelezo kutolewa, Aaron akawageukia Farid na Jonas. "Farid, unajua cha kufanya. Wewe ndio macho yetu. Jonas, unahakikisha usalama wa timu hii. Kama kuna harakati yoyote isiyo ya kawaida, unaizuia kabla haijatokea." Chita, Farid na Jonas wakaanza kujiandaa kwa ajili ya mission ya kuweka GPS tracker kwenye magari ya Rashdi na msaidizi wake. Chita akabeba vifaa vyake ikiwemo GPS tracker ndogo sana. Farid akachukua simu mbili, moja kwa ajili ya mawasiliano, nyingine kufuatilia mazingira. Jonas akachukua kifaa cha kusikiliza mawimbi ya kamera za eneo hilo analokwenda. Farid, Jonas na Chita walifika karibu na nyumba ya Mzee Rashdi usiku wa manane. Walisimamisha gari lao kwa umbali salama. Wakiwa ndani ya gari, Jonas akatoa kifaa maalum cha kuskani mazingira. Baada ya sekunde chache, Jonas akasema taratibu, "Eneo hili lote la nje liko shwari, hakuna mtu karibu."
Kifaa hicho kikaanza kuskani kamera zote za nje za nyumba ya Rashdi. Mistari mirefu kwenye skrini ikapungua hadi zikabaki alama nyekundu chache. Jonas akabonyeza kitufe kimoja. CCTV zikawa zimewekwa kwenye lupu ya dakika 2 zikionyesha mwendelezo wa rekodi za awali. Dakika 2 kwa muda wa dakika 10. Kisha akasema, "Tuna dakika 10 tu kwenye hii mission." Chita akasogea karibu na ukuta, akapanda, akajaribu kuchungulia ndani ya jumba hilo kubwa. Ndani aliona walinzi kutoka kampuni ya ulinzi jijini Arusha wakizunguka wakiwa na silaha. Taa kubwa za usalama zilikuwa zikiwaka bustanini na pande zote za jumba hilo. Parking ya magari ilionekana kwa mbali. Nyumba ilikuwa na utulivu lakini yenye ulinzi mkali. Hapo ndipo wazo likaja. Farid akamnong'oneza Jonas, "Tunahitaji sehemu yenye giza kidogo. Unaweza ukazima umeme?" Jonas ni mtaalamu wa mambo ya umeme. Hakujibu. Alikwenda moja kwa moja kwenye upande wa transformer ndogo ya mtaa iliyo karibu. Kwa kuwa ni mtu mzoefu, akapiga hitilafu ndogo ya umeme. Ghafla taa za jumba zikazimika. Lakini kulikuwa na taa za sola chache ambazo zilibaki zikiendelea kutoa mwanga. Chita akaangalia kwa umakini sehemu ambazo mwanga wa sola haukufika. Kisha akajisemea, "Sasa hakuna kupoteza muda." Aliingia kwa kuruka ukuta sehemu yenye kivuli kidogo. Akatua ndani kimya kimya. Akajificha kwenye maua makubwa. Akatembea taratibu mpaka kwenye eneo la maegesho. Parking ilikuwa na magari kadhaa ya kifahari. Bila kupoteza muda, akafungua magari hayo kwa kutumia application maalum. Kisha akaweka GPS tracker chini ya siti ya dereva kwa kila gari pendwa la Mzee Rashdi. Yaani magari mawili ambayo Mzee Rashdi amekuwa akiyatumia mara nyingi. Chita mara baada ya kumaliza kazi hiyo, akiwa anataka kutoka, ndipo mlinzi mmoja akafika eneo hilo la maegesho. Mlinzi huyo alihisi kama kuna mtu, maana kwa mbali aliona kivuli cha mtu. Chita akapanda juu ya bonnet ya Mercedes, akajishika juu kabisa, akalala kimya. Mlinzi akamulika chini ya magari yote, lakini hakuona kitu, lakini bado alihisi kama kuna mtu. Wakati huo, Aaron alikuwa kwenye ofisi ya uchunguzi akifuatilia kwa umakini misheni hiyo. Moyo wa Aaron ulienda mbio. Kwa haraka akamwambia Jonas kupitia simu, "Chita yupo kwenye hatari, harakisheni. Anaweza kuonekana na rupu imekaribia kuisha. Mpeni distraction haraka." Farid akaokota jiwe dogo chini, akarirusha upande wa bustani ambako mlinzi mwingine alikuwa ameinamisha kichwa akisinzia. Jiwe lile lilipiga chini. Mlinzi akashtuka na kupiga kelele, Mwizi! Mwizi!" Walinzi wote walikimbia kuelekea upande huo. Hapo ndipo Chita alishuka kimya kimya kutoka juu ya gari, akakimbia upande mwingine. Akaenda moja kwa moja kwenye ukuta, akaruka, akatoka nje. "Ondokeni haraka!" Aaron alisema kwa haraka. Wote wakakimbia na kuelekea kwenye gari lao. Wakiwa wanaingia kwenye gari, risasi moja ikampiga Faridi kwenye bega, lakini hakupoteza fahamu. Jonas akawasha gari haraka, wakaondoka eneo hilo. Milio ya risasi kutoka nje ikamshtua Mzee Rashdi. Alijikuta ameshuka kitandani kwa haraka, moyo ukimwenda mbio. Mkewe alifumbua macho taratibu akiwa bado kwenye usingizi mzito, akasema, "Ni akina nani hao mume wangu?" Mkewe aliuliza kwa sauti ya chini. Rashdi hakujibu. Alitembea polepole kuelekea dirishani, akavuta kidogo pazia. Akaona walinzi wakikimbia upande wa bustani, wengine wakimulika kwa tochi kubwa.
Kwa pilika walizokuwa nazo walinzi, Mzee Rashdi akajua wazi kuna kitu kimevuruga utulivu. Rashdi akatoa simu, akapiga kwa mlinzi mkuu. Kuna nini kinaendelea huko nje? Mlinzi mkuu alijibu haraka na kwa kujiamini. Mzee, kuna watu tunaohisi ni majambazi, lakini tumeweza kuwadhibiti, wamekimbia. Tumeimarisha ulinzi. Endelea kupumzika mzee, hakuna kilichoharibika. Rashdi hakuridhika kirahisi. Akatulia kimya kwa sekunde chache huku akitazama nje. Kisha akakata simu, hakurudi kitandani moja kwa moja. Alifungua monitor ya CCTV ili aone mwenyewe. Lakini alichokiona kilionekana cha kawaida. Walinzi wakizunguka polepole, taa zikiwaka kwa utulivu. Hakukuwa na jambo lolote la kutia shaka. Rashdi hakujua kwamba CCTV kamera zilikuwa tayari zimewekwa kwenye lupu ya muda wa dakika 10 zilizopita. Kila alichokuwa kikiona kilikuwa ni tukio lililopita, si tukio la sasa. Kwa kuwa hakuna kilichoonekana kuwa cha kutia shaka, moyo wake ukatulia. Akafunga monitor, akarudi kitandani taratibu. Mke wake alikuwa tayari amelala tena. Rashdi akaegesha kichwa chake kwenye mto, lakini macho yake hayakufunga mara moja. Baada ya muda usingizi ukamchukua tena. Asijue kwamba safari zake sasa sio siri tena. Farid, Chita na Jonas walifika kwenye kile kituo cha siri cha uchunguzi. Asha akawapokea, ambaye pia ni daktari wa binadamu. Akaangalia jeraha la Farid. Una bahati, risasi imegusa tu juu. Jonas akaongeza kusema, Mungu siku zote utulinda. Usiku ulikuwa umekwenda sana. Catherine alikuwa amemsubiri sana Aaron akiwa ameandaa chakula. Alikaa kwenye kochi mpaka usingizi ukamchukua. Majira ya saa 9 usiku, mlango ukafunguliwa taratibu. Aaron akaingia. Akamkuta Catherine amelala kwenye kochi, chakula kikiwa mezani bila kuguswa. Hakutaka kumwamsha, akaingia chumbani, akachukua shuka, akamfunika vizuri. Akasimama kwa sekunde chache akimtazama, alimwonea huruma. Kisha akaelekea chumbani kwake kupumzika. Majira ya saa 12 kasoro asubuhi, simu ya Aaron iliita. Aaron alikurupuka, macho bado yalikuwa mazito. Ilikuwa simu kutoka kwa Hamza, mtaalamu wa ufuatiliaji wa mawasiliano. Mkuu, nimepata taarifa kuwa Rashdi anasafiri leo saa 1 asubuhi kwenda Dodoma. Na sasa gari lake Rashdi naona ndo linatoka nyumbani kwake. Itakuwa naelekea airport. Aaron akasema, Asha vipi, ametoka kama tulivyopanga? Hamza akajibu, tayari uko njiani, anaelekea airport. Aaron akavaa koti lake haraka huku akipiga mswaki na hata hakunawa uso wake vizuri. Akajifuta na kutoka haraka. Alipofika sebleni alimkuta Catherine akiwa bado amelala kwenye kochi. Alimtazama kwa upendo huku akimwonea huruma. Hakumwamsha. Akatoka taratibu. Safari yake ilikuwa moja kwa moja kuelekea ofisi ya siri ya uchunguzi. Wakati Aaron anafika ofisini, Rashdi alikuwa tayari airport. Asha naye aliwasili, lakini alijichanganya na abiria wengine ili asionekane anamfuatilia. Safari hii hakutumia ngozi ya bandia, alikaa kama mtu wa kawaida mtulivu. Wakati huo huo, Catherine aliamka taratibu huku akijiuliza, Aaron hakurudi jana? Akiwa bado anatafakari, mara akaona shuka alilojifunika. Hili shuka ni la kaka Aaron. Itakuwa alirudi usiku sana. Kazi ya huyu kaka ni ngumu. Mara nyingi hapati muda wa mapumziko. Anafanya kazi usiku na mchana. Mungu amsaidie. Mtie nguvu. Aliposogea dining, akakuta chakula kipo vile vile hakijaguswa.
Pia pana karatasi pembeni imeandikwa, pole, sijataka kukusumbua. Asante kwa kuandaa chakula kizuri. Usimwage, leo mchana nitakuja kula hiki hiki. Uwe na siku njema. Catherine akajikuta anatabasamu tu. Kwa upande wa Rashdi, dakika 45 baadaye, ndege ilitua uwanja wa ndege wa Msalato jijini Dodoma. Rashdi alipokelewa na mwanaume mmoja. Asha akapiga picha haraka kupitia miwani yake maalum na kuituma kwa Aaron. Timu ya uchunguzi ikachakata picha hizo. Ikabaini kuwa mtu huyo anafanya kazi ofisi ya waziri mkuu, lakini jina lake halipo kwenye mfumo ule wa watumishi wa serikali. Hilo likawa jambo la kushangaza na la tahadhari. Aaron akasema, endelea kufuatilia. Inawezekana naenda Ihumwa. Kuna hoteli kubwa anayopendelea waziri mkuu. Asha akakodi taksi, alifuata kwa umbali bila kuonekana. Na kweli Rashdi alielekea Ihumwa, pembezoni mwa jiji la Dodoma ambako kuna hoteli ya kifahari. Asha akaingia, akalipia chumba bila kushtukiwa na yeyote. Asha alipofika chumbani, alibadilisha muonekano wake. Hakutumia ule wa siku ya kampeni. Safari hii alichagua muonekano wa msichana wa kisasa, mrembo. Akavaa wigi, nguo za kiwango na miwani yake ya kidigitali. Kisha akashuka kuelekea kwenye mgahawa wa hoteli hiyo ili ajue anaanzia wapi. Wakati anashuka kwenye lifti ya ghorofa ya 3, lifti ilisimama ili abiria wengine waingie. Mara akamuona Rashdi mwenyewe pamoja na walinzi wake wakipita kwenye korido la hoteli hiyo. Asha alitoka kwenye lifti haraka akamkimbilia. Mzee, hivi wewe si ndio mgombea wa ubunge Arusha? Walinzi walimsimamisha kwa mkono kujaribu kumzuia, lakini Rashdi akasema, mwacheni, wacha binti aseme. Asha akatabasamu kwa furaha kama shabiki wa kawaida, akaanza kuongea mbele za watu waliokuwa karibu. Huyu ni mzee wetu. Huyu ndiye tunayemtaka. Arusha tunakuhitaji. Watu wengine wakageuka wakatabasamu. Asha akachukua simu yake, akaomba kupiga picha pamoja na Rashdi. Rashdi akakubali, akapenda, akaona sasa hii ni moja ya kampeni. Atazidi kupata wafuasi wengi kwa haraka. Wakati anapiga picha, Asha alifanya jambo lake kuu. Aliweka kifaa kidogo sana cha kurekodi sauti kwenye mfuko wa suruali ya Rashdi bila mtu kugundua, hata Rashdi mwenyewe hakugundua. Baada ya hapo, watu wengine wakaja kupiga picha pamoja na Rashdi. Rashdi akafurahia hilo, akaona ni kampeni nzuri. Wakaagana. Asha akarudi chumbani kimya kimya. Aaron na timu yake walikuwa kwenye ofisi ya uchunguzi, wakawa tayari kusikiliza mazungumzo ya Rashdi popote atakapokutana na mtu yeyote. Kila mtu alikaa kimya akisubiri tu. Baada ya dakika chache, sauti zilianza kusikika kupitia kinasa sauti ambacho Asha aliweka kwenye suruali ya Rashdi. Ilikuwa ndani ya chumba cha VIP kwenye hoteli ile ile ya Ihumwa. Walikuwepo watu 3, Waziri Moses Kweka, waziri mkuu na mzee Rashdi. Mazungumzo yao yalikuwa ya siri na pia walionekana ni watu wanaoaminiana sana. Waziri mkuu alianza kwa sauti ya taratibu lakini nzito. Kama mnavyojua, kwa mujibu wa taratibu muda wangu wa kustaafu unakaribia. Tunahitaji mtu ambaye ataendeleza mfumo huu. Sitaki makosa. Akatulia kidogo kisha akaendelea. Rashdi ndiye anayefaa kuchukua nafasi yangu. Rashdi hakusema neno, alisikiliza tu. Waziri Kweka akaingilia. Chama kina nguvu. Taifa moja kinakubalika mikoa yote, hasa huko kaskazini. Rashdi ni sura mpya kwenye siasa. Pia amejijenga vizuri kwenye jamii. Hivyo anafaa sana.
Aaron na timu yake walikuwa wananasa kila neno, kila pumzi, kila mabadiliko ya sauti. Waziri mkuu akaendelea kusema, "Si mnakumbuka mpango wetu wa awali? Kweka ilibidi wewe waziri mkuu baada yangu. Lakini sasa zile skendo za wizara yake, tusingeweza kutoboa. Japo tumejitahidi kumsafisha, lakini bado haiwezi kusaidia. Maana cheo hiki cha waziri mkuu hakitaki mtu ambaye ameshawahi kuwa na skendo. Jamii yetu inataka mtu msafi kabisa. Rashdi hapa anatufaa sana. Rashdi lazima ashinde." Nchi imegawanyika katika majimbo makuu 26, kila mkoa ikiwa ni jimbo la kisiasa. Baada ya kuchagua wabunge katika majimbo madogo ndani ya mkoa, ndipo katika wabunge waliopatikana kamati kuu ya mkoa, ambapo ndani yake kuna wabunge wa mkoa mzima, huchagua mkuu wa jimbo zima, na hupatikana wawili ambao hawa huwa wana nafasi ya kuteuliwa kuwa mawaziri. Na waziri mkuu hupatikana namna hii. Rais huchagua majina mawili kutoka kwa wakuu wa majimbo, na hapo wabunge hupiga kura, atakayeshinda basi anakuwa waziri mkuu. Watu hawa walikuwa na mipango ya namna ya kuvuka kila hatua ili Rashdi awe waziri mkuu. Kweka akasikika akisema, "Tunachotaka ni kuhakikisha Rashdi anazidi kukubalika. Aonekane ni mtu wa watu. Aonekane mzalendo kweli kweli. Na hana skendo, mtu safi. Aonekane mnyenyekevu. Hiyo ndio njia pekee." Sauti ya Rashdi ikasikika kwa mara ya kwanza akisema, "Ni sawa, tupo pamoja." Waziri mkuu akaongeza, "Tunahitaji tu kuhakikisha hakuna mtu wa nje anayejua kuhusu ukaribu wetu. Kama ambavyo ipo, hakuna kushtukiwa." Lakini hawakujua kila neno lilikuwa limesikika na kila mpango ulikuwa umerekodiwa. Na ndani ya chumba cha uchunguzi, Aaron alikaa kimya muda mrefu, hakusema neno. Farid, Jonas na Hamza waliangaliana. Aaron akasema, "Sasa tumepata picha kubwa. Hili sio jambo la kawaida, wala sio kesi ya kawaida. Tunagusa mfumo wa nguvu katika nchi. Lazima tuwe makini kuliko tulivyodhani." Baada ya kukamilisha kikao Dodoma, Rashdi alirudi jijini Arusha ili kurejea kwenye shughuli zake za kampeni. Na siku hii ilikuwa ni siku ya kuhitimisha kampeni. Alihitimisha kampeni zake kwa kishindo, akizidi kupata mashabiki na wafuasi wengi. Usiku ulipofika, wakati akibadili nguo zake, alihisi kitu kidogo mfukoni mwa suruali yake. Alikitoa, kifaa kidogo chepesi chenye umbo la duara. Akakishangaa kwa muda, kisha akagundua kuwa ni kinasa sauti. Rashdi alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yakawa makali huku akiwa na hasira. "Hii imeingiaje mfukoni mwangu?" Uso wa Asha ukaja kichwani kwake. Akakumbuka jinsi walivyozungumza na kupiga picha, na hapo ndipo akajua lazima huyu ni mtu wa Aaron. Hapo hapo akampigia simu msaidizi wake. "Njoo haraka hapa nyumbani." Walipokutana na kukiangalia kifaa kile, wakafahamu kimerekodi mazungumzo ya chemba VIP. Rashdi hakutulia. Alijua hii sasa si vita ndogo. Rashdi akapanga njia moja ya haraka ili kumwangamiza Aaron. Akajifanya kuongea na simu mbele ya kile kinasa sauti, akijifanya kupanga mipango ya kusafirisha madawa ya kulevya. Akajifanya anatoa location mahali ambako mzigo upo na pia namna ya kusafirisha. Mazungumzo hayo Aaron aliyasikia vizuri. Timu yake ikajiandaa kwa sababu ilikuwa inaonekana kama ushahidi mkubwa. Walipofika eneo hilo majira ya jioni,
Walishuka kimya kimya. Mbele yao kulikuwa na lori moja limeegeshwa. Hakukuwa na harakati nyingi. Farid akasema kwa sauti ya chini, "Taratibu, tuhakiki kwanza." Walimkaribia dereva na kumweka chini ya ulinzi. Wakaangalia ndani ya lori. Kulikuwa na mizigo ya kawaida tu. Hakukuwa na madawa. Hakukuwa na pakiti za ajabu. Hapo ndipo Aaron akahisi kitu. Akavuta pumzi polepole kisha akasema, "Stand by. Hapa kuna kitu si cha kawaida. Mstawanyike." Wote wakachukua nafasi zao wakihisi sasa inawezekana ikawa ni mtego. Sekunde 5 hazikupita. Ghafla risasi zikaanza kutoka upande wa kichaka. Timu ya Aaron ikajificha haraka. Wakajibu mashambulizi. Majibizano ya risasi yakatawala eneo lote. Aaron akapiga simu haraka, "Tunahitaji backup." Ndani ya muda mfupi kikosi cha msaada kikawa njiani. Kundi la watu waliokuwa wakifanya shambulio likapata taarifa kupitia mawasiliano yao ya ndani kuwa kikosi kingine kinaingia. Wakaanza kukimbia na kujificha kurudi msituni. Hapo ndipo mtu mmoja aliyekuwa amesimama pembeni kwa mbali kimya bila kuonekana alikuwa ni Detective Doto. Alikuwa ametumwa kummaliza Aaron. Akavuta bunduki kwa ustadi na kuanza kufyatua risasi moja kwa moja kwa Aaron. Risasi 4 moja kwa moja kifuani kwa Aaron. Aaron alianguka chini bila hata kutamka neno. Farid alipogeuka macho yake yakamtoka, akasema, "Aaron!" Doto akageuka na kukimbia kuelekea kichakani.